Onyesho lililopita kwenye mwali. Hawa watu wataondoka muda gani? Mume wangu, ngoma ndio kwanza inaanza, wanaondokaje mapema? Kwani kuna tofauti kati ya msichana na mwanamke? Iko tofauti tena kubwa, lakini kwa hatua uliofikia hivi sasa unao haki ya kujua. Tulikuwa tunaongea tu mazungumzo ya kawaida kama mtu na shemeji yake. Kwani wewe unahisi na wazani nini? Lakini Ina maana uko na kitu chochote kilichotokea pale uani kwenu? Unaweza ukanifafanulia zaidi walau tuelewe? Mama, kuna nini mwanangu? bibi kaniambia hali ninayopitia kwa sasa inamaanisha nakuwa mwanamke kamili. Ina maana kabla leo sikuwa kama wewe kimaumbile. Ndivyo alivyokueleza hivyo? Niambie, kuna kitu gani kingine amekwambia? Eti kuna tofauti kubwa kati ya msichana na mwanamke. Kasema hiyo tofauti ataniambia baadaye kwa kuwa nimeshakuwa mwanamke tayari. Hapana. Tausi, wewe bado ni msichana mdogo. Haujawa mwanamke. Hayo maneno bibi yako wewe yapuuze. Sawa? Mama, mbona mnanichanganya? Sasa ni yupi mkweli? Tofauti ya mwanamke na msichana ni umri, upeo na akili. Kutambua na kupambanua mambo na majukumu pia. Utakapofikia umri kama wangu au wa mamako mdogo Mwana Hawa au dada yako Zawadi, pale ndo mwanamke. Mwanamke ni yule ambaye anaweza kujisimamia mwenyewe bila kuongozwa na akili ya mtu mwingine. Na mwanamke ni yule ambaye anatoka kwao, anaolewa na kwenda kuanzisha familia nyingine na kuisimamia mwenyewe. Sasa mwanangu, utaweza hayo? Hapana, siwezi chochote kati ya uliosema. Sasa mwanangu, usidanganywe na mtu yoyote kwamba wewe ni mwanamke. Bado haujakuwa, bado ni msichana mdogo. Huna uwezo wa kujisimamia mwenyewe bila kutegemea bega la mtu mwingine. Umenielewa? Sasa hii damu ni ya nini? Hii ni hali ya kawaida inamtokea mwanamke au msichana na sio ugonjwa. Hii ni kielelezo cha afya bora. Na hii hali itakuwa inakutokea kila mwezi. Na maana ya damu hii mwanangu ni kwamba viungo vyako vya uzazi vimerutubika, viko tayari kwa ajili ya kupokea ujauzito pale ambapo umri utakuwa tayari. Mama, ina maana kwa umri huu unaweza kuwa mama?
Kimwili ndio, lakini kiumri haupaswi kuitwa mama mpaka pale utakapokuwa mkubwa. Sasa nitafanyaje ili nisiwe mama? Kula chakula chako ushibe, uwe na nguvu. Utajifunza mengi kutoka kwangu, na mimi nakuahidi mwanangu, nitakueleza kila kitu ili mradi nikulinde. Sawa? Sawa. Karibu. Asante. Asante kaka kwa kunisaidia. Usijali, nimetimiza tu wajibu. Una moyo wa pekee sana. Sikuwahi kutegemea kama kwenye boma la Kikungu kuna mtu kama wewe. Una roho ya pekee yako. Asante sana. Usijali, mlistahili msaada wangu. Asante kaka, tunashukuru. Sisi tunaenda. Dau lenu limeharibika, hamwezi kwenda. Tutapita njia ya mlimani. Hiyo njia mnaotaka kutumia ni njia ndefu sana, ni pori na wanyama wa hatari. Hapana, naomba usiwe na wasiwasi. Nimeshawahi kupita na baba yangu, najua njia zote za mkato, kwa hiyo kuwa na amani. Msijali, mimi na rafiki yangu tutafikisha hadi kwenye boma lenu. Katope, tumekuwa tukikusubiri wewe tu hapa. Ilinibidi nifike mapema mtawala wangu. Niwe radhi sana kwa hilo. Ilinibidi nimsubiri kijana wangu Jefa atoke mawindoni ili tuweze kuja kwa pamoja kukuletea kitoweo ambacho tumeshawakabidhi vijakazi jikoni. Vizuri sana. Jefa, kijana wangu, mara zote umekuwa ukiniletea kitoweo kizuri sana, na bila shaka leo umefanya vivyo hivyo, na nitatumia kitoweo ulichoniletea leo kula na viazi toka shambani kwa baba yako. Ni heshima kubwa sana kwetu mtawala, tunashukuru sana. Na vipi, umeonana na Mwali Mindu? Hapana, mimi ndo nafika bomani sasa hivi. Basi waweza kwenda chumbani kwake, bila shaka atakuwepo kule. Nenda ukazungumze na mwenzio. Asante sana. Mtawala, Mwali hayupo tangu asubuhi. Yaani huku ni kukoseana heshima, tena ni kukoseana heshima kabisa. Sisi tumekuja hapa tangu asubuhi mpaka saa hizi kwenye kikao. Yaani mtu anakuja saa hizi kwa muda wake anajitakia mwenyewe kwa sababu tu analeta hongo wanyama pori. Mama, kila kitu kiko mikononi mwako. Unazijua vizuri mila na desturi zetu. Wewe amua, mimi unanipa taarifa tu. Hatua inayofuata ni unyago. Lazima awekwe ndani siku kadhaa. Makungwi wa mfunde, hii unaijua. Atakaa ndani miezi 3, halafu atachezwa ngoma ya kumtoa Mwali, atakabidhiwa mume. Kuna haja ya kumshirikisha Waridi? Maana naona ataleta fujo. Awe anajua sijue, yeye kupinga katika hili ni wazi kabisa. Sasa unaonaje kama tukifanya maamuzi sisi wenyewe wakati nyinyi mnajadili jinsi ya kumkabili? Kama tatizo ni mama kutoa idhini, si mama yake mdogo yuko hapa, tatizo liko wapi? Uamuzi mzuri, mimi nakubaliana na wewe. Uamuzi mzuri kabisa.
ila kuna kitu lazima tufanye tahadhari. Katika siku hizi za hedhi za Tausi, inabidi awe mbali na Waridi. Kama itatokea Waridi wakakutana, akapata nafasi ya kuongea naye, anaweza akamtia mambo kichwani, halafu mtoto abadilike, mipango yako isitimie. Uko sahihi mama. Hii jambo la kumchunga Tausi ni lako wewe na Mwana Hawa. Kwa mimi hilo halina shaka. Yaani hapa Tausi ndo amefika. Tausi mimi nitakuwa naye bega kwa bega. Mama, si unajua mambo yangu? Yaani yule nitampakata masaa 24 kiasi kwamba dada yangu mwenyewe hatoweza hata kushika nguo zake za ndani kumfulia. Sawa sawa kabisa. Safi kabisa. Kuna nini askari? Chief, Zawadi binti Haji. Wasamaria wema hapo nje wamemleta, naomba vibaya sana. Hali yake ni mbaya sana. Mapigo ya moyo yanakwenda kwa kasi sana. Pelekeni chumba cha matibabu. Sisi tumeshafika, asanteni sana. Kaka. Naam. Asanteni kwa kutuleta mpaka kwetu. Mungu awatangulie wakati mnarudi bomani kwenu. Asante. Asante pia. Cheka. Kwaherini. Mtawala wangu, kama nilivyotangulia kusema awali, sina maana ya kupingana mila na desturi ya utamaduni wetu. Sina maana hiyo. Maana yangu ni kwamba ni lazima ikulu yako iandae njia mbadala ya kulima na kupata chakula chake chenyewe bila kutegemea mavuno kutoka kwa watu wake. Hivi siku tumekosa mvua na ardhi ikagoma kutoa mazao, mtawala, uko tayari kufa kwa njaa na boma hili likabaki bila ya kuwa na mtawala? Mbaruku, Mbaruku, wanitajia kifo kwa sababu ya mavuno? Niwie radhi mtawala wangu, sikuwa na maana hiyo. Ni mfano tu. Mfano? Mfano wa kifo kwa mtawala wetu? Mbaruku, umemkosea sana mtawala wetu. Mbaruku, hoja yako ni kwamba ikulu ijitegemee kwa chakula. Hapa unamaanisha nini hapa? Kwamba mimi mtawala niingie shambani kulima? Hapana mtawala wangu, sina maana ya wewe uingie shambani ukalime. Hapana. Maana yangu ni kwamba ikulu yako ni lazima iandae mikakati ya kupata chakula chake chenyewe bila kutegemea nguvu ya wakulima.
Sasa tamko langu ni hili: kwa kuwa ngoma ya mavuno tayari imeshapigwa na ni kaya chache sana zilizoleta mavuno, naamuru askari wa Ikulu wapite kila kaya moja baada ya nyingine kukusanya chakula, kukusanya mavuno. Hii iwe kwa hiari ama kwa lazima. Nakubaliana na wewe mtawala wangu. Haiwezekani Ikulu iwe na njaa halafu watu wanakumbatia vyakula majumbani mwao. Vipi wewe? Semindu, nimemwona mwali ufukweni akiwa na kijana wa boma la pingu. Siku zote nimekuwa nikikwambia, ukiwa unataka kuniletea taarifa, njoo taratibu, njoo kwa hekima. Shusha pumzi, ongea na mimi kistaarabu. Jua unaongea na nani? Aya, nipe taarifa. Nimemwona mwali akiwa na kijana wa boma la pingu, ameletwa na ngalawa yao. Unasemaje? Niamini mtukufu, nimemuona kwa macho yangu mawili haya. Na inavyoonekana ni wapenzi. Unasemaje? Kwa jinsi ulivyowaona ni wapenzi. Ina maana atakuwa hajafika nyumbani mpaka sasa hivi. Sio muda mrefu kwa umbali kutoka hapa mpaka kufika ufukweni. Nadhani watakuwa hujachelewa mtu. Nina imani atakuwa hajafika bomani, na inabidi nifike kabla yake. Endelea kuwawekea ng'ombe maji. Unaendeleaje mjukuu wangu? Naendelea vizuri kidogo bibi, nasikia afadhali. Sawa, endelea kupumzika, maumivu yataisha taratibu. Hebu nieleze, inakuwaje hii hali inapokutokea? Hii hali ninayo muda mrefu sana bibi, na inanisumbua sana, ila muda unavyozidi kwenda naona kama inazidi. Nasikia homa, kichwa kinauma, kizunguzungu, na inafikia tu napoteza fahamu kama ulivyoona. Nimeona. Sasa tulia, pumzika. Tatizo nimeshalijua. Nitaandaa dawa na tiba itaanza haraka sana. Sawa bibi, nashukuru sana. Sasa mimi nitaondoka, nitarudi baadaye kukutazama. Sawa bibi. Wewe pumzika. Aya bibi, asante. Mama, macho yako nayajua. Kuna shida hapa eh? Zawadi na tatizo gani? Naomba niambie. Kama unataka kujua nifuate. Mama, anaendeleaje binti yangu Zawadi? Mwenyezi Mungu yu mwema. Zawadi yuko sawa kwa sasa. Nashukuru sana mama. Asante. Mama, umesema binti yangu anaendelea vizuri kwa sasa, ila kama nimekuelewa,
ina maana binti yangu Zawadi hayupo sawa kabisa. Au kuna tatizo kubwa ambalo mama hatujalifahamu? Mama, Tatizo lipo mwanangu, lakini sio kubwa, na tunaweza tukasema wala sio tatizo. Unamaanisha nini mama? Usichana wa Zawadi una changamoto katika kuandaa mayai ya uzazi ambayo yanasababisha kupata hedhi. Hakuna uwiano wa virutubisho ambavyo hurutubisha mayai ya uzazi. Mwili wake unatumia nguvu sana katika kurutubisha mayai. Mwili wake unashindwa kupokea mabadiliko haya ya mwili. Kwa sababu sio kawaida yake. Mama, sasa kama ndivyo hivyo, tiba yake ni nini? Au ni dawa gani ambayo binti yangu akitumia anaweza kupona kabisa? Mimi baba yake nipo tayari kwenda kila mahali kutafuta kila aina ya dawa itakayomsaidia binti yangu Zawadi ili apone kabisa. Tiba ya Zawadi ni mimba. Mama, umesemaje? Kubeba mimba ndio tiba pekee ya Zawadi. Mama, binti yangu Zawadi hamjui mwanaume, na katika kipindi cha maisha yake yote hakuwahi hata kunitambulisha rafiki wa kiume. Amekuwa ni mpweke wa mahusiano kwa miaka yote. Sasa ni nani atakayemsaidia katika janga hili zito? Huu ni mtihani mkubwa sana kwa binti yangu Zawadi. Haji, usiwe na wasiwasi na jambo hili. Madamu ugonjwa tumeutambua na tiba yake ipo. Madamu ugonjwa tumeutambua na tiba yake ipo. Kwa neema na uwezo wa Mungu, hili jambo niachie mimi. Unasemaje chifu? Hilo sitaliruhusu hata kidogo. Sawa, tutafanyia kazi. Hoza, una taarifa za Mwali kurejea? Hoza, ninaongea na wewe. Una taarifa za Mwali kurejea? Hoza, nimekuuliza, Mwali amerejea? Mtawala, usihangaike sana kupaza sauti. Binti yako yule pale amejificha kwenye maua. Askari, hebu leta mara moja hapa. Piga magoti hapo. Baba amekwambia piga magoti uzungumze naye kwa heshima. Piga magoti ongea na baba. Hey! Piga magoti ongea na baba. Semindu. Baba anakuletea dharau. Nazungumza naye mimi. Mtukufu. Mwali, nadhani wewe vizuri sana hasira yangu. Sasa bila kupepesa macho wala kuweka uongo ndani yake, nieleze ulikuwa wapi? Nisamee baba, niliona nisikusumbue kwa sababu safari yangu ilikuwa sio ya kwenda mbali. Nilitamani matunda pori, kwa hiyo nilienda mwituni kuyatafuta. Sasa kwa nini umechelewa kurejea? Tulijikuta tumeingia ndani sana, kwa hiyo hata kurudi nyumbani tumechelewa kupata njia ya kutokea mwituni. Sikiliza Mwali, siku nyingine usiende peke yako mwituni.
tunaye mwindaji mahiri sana hapa, anaitwa Jefa kwenye boma letu. Waweza kumwagiza yeye ama ukaongozana naye ukaenda naye huko. Sawa baba, nimekuelewa, lakini pia naomba uniwe radhi kwa kukutia hofu. Sawa binti yangu, njoo. Mtoto wa baba tena. Mtukufu mtawala, unadanganywa kama mtoto na waona kubali. Semindu, unaongeaje maneno hayo mbele yangu? Kumradhi mtukufu mtawala, niwie radhi kama nitakuwa nakosa heshima, ila kabla ya kunihukumu ningekuomba uyatizame vizuri kwa umakini mavazi ya binti yako mpendwa. Ikiwezekana yaguse, yafikiche, afu niambie yako kwenye hali gani. Haya si maji ya mwituni haya. Mwalimu, wajaribu kuniada, si ndio? Haya maji ya bahari haya. Sasa nakuuliza, ulikuwa wapi